Wacha nipulize ili nizime. Na maana kwamba nataka nimalizie. Hii ndio itakuwa sehemu ya mwisho, na fuatilia sehemu zingine ambazo ni sehemu ya kwanza, sijui kama ya sita, kama sio saba, kama sio tano. Na imani ya kwamba utabarikiwa sana. Tulikuwa tumefika ule mstari wa 40. Maandiko nasema ya kwamba akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaigiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Kwenye kufuka ng'ambo ya pili kuna vitu ambavyo vimesemwa pale, na cha kwanza ni kuondosha uoga kwenye maisha yako, na cha pili ni kuwa na imani kiwango ambacho kinafaa ili kuendea jambo lile ambalo unataka kuliendea. Maana kipimo cha imani ulio nayo kina determine umbali ambapo utafika kwenye kuliendea kile ambacho unakihitaji mwaka wa 2026. Ndio maana Yesu anawaambia, mbona hamna imani? Ina maana kwamba walikuwa na imani, kwa sababu kama wangekuwa na imani hawangemwamsha Yesu alipokuwa analala. Walikuwa na imani ya kwamba Yesu anaweza akafanya nini? Anaweza akatuliza bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imani yao haikuwa na uwezo wa kutosha wa kuituliza bahari wao kama wao. Ndio maana maandiko yanasema pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. Kwa hivyo kiwango cha umbali utako kwenda kinategemea imani yako. Huu mwaka wa 2026 kuna mambo mengi ambayo unajua umeandika kwenye daftari yako ya kwamba nitafanya hiki, nitafanya hiki. Kama hauna imani ya kutosha kuhusiana hicho kitu ambacho unataka kukiendea, ujue kwamba ni bila shaka utafika huko. Ndio maana unafaa umuombe Mungu, mwambie Mungu, basi niongezee imani. Mwambie Yesu akuongezee imani. Kuna vitu ambavyo vinaletanga imani kwenye maisha ya mtu. Cha kwanza, maandiko yanasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo unaposikia neno la Mungu wakati tofauti, ujue kwamba ndio hivyo imani yako inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo namna ya kutafuta imani ya kuendea hayo mambo unataka kuyaendea, number 1 ni kupitia kwa kusikia neno la Mungu. Lakini pia kuna imani nyingine ambayo inakuja kama karama ya Roho Mtakatifu. Kati ya karama ambazo tuko nazo za Roho Mtakatifu, kuna karama tofauti, lakini kuna karama ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kwenye maisha yako unafaa kuangalia hili jambo nataka niliendee. Hili jambo ni gani kwanza? Ulijue. Number 2, baada ya kuwa umelijua, utafute imani ya kutosha ya kuliendea hilo jambo. Sasa nikufundishe kuhusiana na imani. Maandiko yanasema ya kwamba imani isiyokuwa na matendo imekufa. Anasema kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani isiyokuwa na matendo imekufa. Imani yako ndio ikuwe complete, lazima iandamane na matendo husika. Imani yako ndio ipate kukufusha ikakufikisha pale ambapo unataka kufika, lazima iwe na matendo husika. Wakati ule Shadrach, Meshach na Abednego waliposema ya kwamba hatutamwabudu Mungu wa Nebukadnezar hata kama atatupa ndani ya moto, maandiko nasema ya kwamba Mungu alikuja akawaokoa akiwa ndani ya moto. Ina maana kwamba walikuwa wamefikisha kiwango cha imani ya kutosha ambacho kingewaokoa ndani ya moto. Maana wanasema hata kama Mungu atatuokoa ndani ya moto, atabakia kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhani hiyo ni imani ya aina gani? Kuna watu ambao wako ndani ya moto leo hii tunapoongea, mwaka wa 2025. Kama ungependa utoke ndani ule moto, lazima ujue imani ya Meshach, Shadrach na Abednego ambayo iliwatoa ndani ya moto. Sijui ni moto aina gani ambao umeingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine ambao wangehitaji kuwa na wamemiliki vitu vikubwa kwenye maisha yao, wako na utajiri mkubwa. Ujue kwamba kama unahitaji kuwa na utajiri mkubwa, kutoa nayo utatoa. Nikwambie ukweli, na sihitaji sadaka yako, maana bila sadaka yako nimeendelea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba
Wakati ule ambapo Solomoni alipoenda Gibeoni akatoa sadaka kubwa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamtokea usiku wa manane, akamuuliza, mwanangu, unahitaji nikufanyie nini? Taja chochote ambacho ungehitaji na mimi nitakupa. Mungu Solomoni akamwambia, mimi kinachohitaji ni hekima ya kuamua watu wangu. Mungu akamwambia, pamoja na kuwa umeitisha hekima peke yake, lakini hata zile vingine ambazo hujaitisha nitakupa. Kwa maana nitarajia kama mwanadamu uniitishe vitu kama maandui zako, vitu kama hizo. Mungu akamwambia, nitakupa hekima, lakini pia nitakupa na utajiri. Kati ya wafalme ambao hawajawahi kutokea hapa duniani, mmoja ni Solomoni, kwa sababu alipotoa akapewa hekima, akapata utajiri mkubwa sana, akawa tajiri mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji utajiri, lazima uonyeshe imani katika utoaji wa fungu la 10, utoaji wa kusaidia wajane, utoaji wa kila aina. Inategemea unahitaji upate utajiri wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana imani yako inafaa kuwa iko karibu, inakaribiana kile unachokihitaji. Ndio maana nasema kwamba umbali utakapofika kwenye kile ambacho unakihitaji, umbali wa ng'ambo yako ya pili utakapofika, huu mwaka wa 2026, inategemea na imani yako ambayo uko nayo. Maana pasipo imani hauwezi ukamshawishi Mungu, hauwezi ukampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine wangehitaji ili wakapate kupona ama wakapate kuona, kama vile kipofu Batimayo alipata kuona. Lazima uwe na imani ya kumwendea Yesu pamoja na kuwa uoni. Uende kanisani pamoja na kuwa uoni. Umwamini Yesu ambaye umuoni kabisa, ambao unasikianga anasimuliwa na watu wengine kwamba amemsaidia huyu mtu kuendesha gari wakati wewe hauna macho ya kuona. Hauwezi ukaendesha gari. Umwamini mpaka akuje kusaidia kuona. Maana kipofu Batimayo, Yesu anamwambia njoo. Pamoja na kuwa hauoni, lakini anamwambia kuja mahali nilipo. Kipofu akajitutunua, akaenda mpaka pale mahali Yesu alikuwa. Akajipata kwamba imani yake ikamponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe imani kuna vitu imebeba. Kuna vitu ambavyo imani yako imebeba, na kuna vitu zingine unazihitaji lakini imani yako haiwezi kukupea. Kuna vitu unavihitaji leo hii, lakini kwa kiwango cha imani ulio nayo hauwezi ukavipata, ni ndoto. Ndio maana mitume wa Yesu anawaambia, mbona hamna imani? Walikuwa na imani, lakini imani yao haikuwa na uwezo wa kutuliza bahari. Maana ile imani walikuwa nao ni ya kuenda kumwendea Yesu, wamwambie Yesu bahari imechafuka. Hawakuwa na imani ya kutuliza bahari. Imani yako saa hii ni kiwango gani? Ukipima imani ulio nayo na kile unachokiendea 2026, hiyo imani yako inaweza ikakupea hicho kitu. Maana watu wengine wanamlaumu Mungu, wanamwambia Mungu, hujanipea hiki, hujanifanyia hiki, lakini Mungu akipima imani yako anaona kwamba imani yako bado haijatosha boga. Maandiko yanasema ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utauambia mlima huu ondoka hapa uende kule. Imani ya kuondosha milima inahitajika kidogo sana. Maana ile milima utaipata mbele, kwa sababu milima haikuumba kwa sababu ya kuhamishwa. Milima imeumbwa kwa sababu ya kuipanda. Unafaa upande juu ya mlima ndio nyota yako ipate kung'aa. Maana mtu aliye juu ya mlima ndiye anaweza kuonekana, ndiye nyota yake itang'aa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mlima uliohamisha ujue utaupata mbele yako. Ule ungojo uliouhamisha utaupata mbele yako, lakini unafaa ung'oe kabisa, uondoshe. Hiyo imani ni ya kiwango kingine. Imani yako ni kiwango gani? Maana imani yako itakupea kile ambacho kiko ndani ya imani yako. Utapata kile ambacho kiko ndani ya imani yako na sio kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Hii nao ni mpya, lazima usikize tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni agent wa Mungu, mimi ni wakala wa Yesu Kristo ambaye nimeletwa na Yesu Kristo hapa ili usije ukamlaumu kwamba haja kupea hiki. Imani yako inatoshea upate hicho ambacho unakihitaji. Maana kuna watu ambao walipatana na simba mbele yao kama Samson, lakini wakakimbia. Na wanangependa kuendea mke wao kule mbele kwenye njia ambao wanaenda. Kama Samsoni angekimbia, ujue kwamba angeenda kutana na mpenzi wake kule mbele. Maana alikutana na simba hapo katikati.
akaamua kukabiliana na yeye. Alipokabiliana na yeye, hata asali alikula, kwa sababu imani yake ilimwezesha kuendea ng'ambo yake ya pili. Uendee ng'ambo yako ya 2026. Mungu akubariki. Amen.